kuna kamstari kanakuwa kamechorwa kwenye familia zetu, yoyote asivuke. Na wanaokuwa na ufunguo wa kutuvusha ni wale ambao wanakuwa na neema ya malango, kwa maana ya mzaliwa wa kwanza. Biblia inasema inueni vichwa enyi malango, ili mfalme wa utukufu apate kuingia. Anaposema apate kuingia, manake kuna namna alizuiliwa hakuingia. Kwa hiyo wanaotakiwa kumsaidia kuingia ni malango. Ndio maana anasema inueni vichwa, na utanielewa jambo hili kwa msisitizo. Ndio maana wazaliwa wa kwanza wengi na ibada wamepishana. Hebu naomba unipungie mkono. Fanya tathmini kwenye ukoo wenu. Mwalimu nataka kutambia ni wazaliwa wa kwanza na ibada. Kwa sababu kuzimu inajua ikiwaleta ibadani, mbingu zitawatumia wao kuleta uokovu. Kwa zina wabana wasiwe watu wa ibada. Hebu naomba unipungie mkono. Anaweza akawa active kwenye mambo mengine yote, sio ibada. Mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yote na kuwa na afya yako kama vile roho yako ifanyaje. Lakini mjue sana Mungu ili uwe na amani, ndivyo mema yatakavyo. Kwa hiyo mzaliwa wa kwanza akibanwa kitu cha ibada, amebanwa kwenye kufanikiwa. Yeye akibanwa kwenye kufanikiwa, wanaokuja nyuma wamezuiliwa pia kufanikiwa. Simama kwa miguu yako. Na tupate nafasi ya kuomba kidogo. Mimi sijui ni wangapi wamebeba familia zao, sijui, lakini unahitaji kujua, unahitaji kusimama kujiombea. Kesho nitakuonyesha kipengele kimoja ambacho kilikuwa kinanishangaza sana, kwamba hivi nimewahi kufanya tathmini ya kawaida kwenye familia zetu, kwenye familia yangu mimi, tathmini ya kawaida tu. Nikaona vita walionayo wazaliwa wa kwanza. Kwa Ibrahim ilikuwa tathmini nyepesi. Na unajua bahati nzuri, hivi vitu Mungu anaruhusu viandikwe ili vitusaidie. Hivi unajua hakuna mzaliwa wa kwanza wa cheo kwenye familia ya Ibrahim aliyefanikiwa, hayupo. Mwalimu nazungumza nini? Muangalie mzaliwa wa kwanza wa Ibrahim, Ishmael. Kuna vita alikutana nayo iliyomuondoa kwenye nafasi, iliyomuondoa kwenye njia. Mtafute mzaliwa wa pili wa ile familia, mzaliwa wa kwanza wa pili anaitwa Esau. Yeye aliamua kuuza kabisa na ile haki. Mwangalie mzaliwa wa kwanza wa tatu kwenye ule ukoo anaitwa Ruben. Yeye aliamua kukinajisi kitanda cha baba yake. Baba anapotizama anasema, una nguvu, una neema, wewe ni kiongozi, lakini ukuu hautakuwa juu yako tena kwa sababu umekinajisi kitanda cha baba yako. Mwangalie mzaliwa wa kwanza wa nne kwenye ile familia anaitwa Manase. Baba alimtunza. Huyu ni mtoto wa Yusufu. Yusufu alijua namna hii vita inavyoenda, kwa alimtunza huyu dogo, aligaramia dogo akae zao. Alafu siku anapeleka dogo akabarikiwe. Mama Soyo nakumbuka, anampelekea Yakobo. Yakobo alipofika, wazaliwa wote uliozaa Misri ni wa kwangu, sio wa kwako. Baba umesema ni wa kwangu, sio wa kwako. Anamleta aende akabarikiwe. Unakumbuka baba alichofanya? Akapindisha mikono namna hii. Mkono wa kuume ukaenda kwa Efraim, mkono wa kushoto ukaenda kwa Manase. Dogo akapiga kelele, dogo akapiga kelele, baba, mzaliwa wangu wa kwanza ni huyu, mimi nataka apite, nataka awe bora. Alafu baba anamwambia, najua mwanangu, najua hawezi kuvuka huyu. Ndugu yake atakuwa mkuu kuliko yeye, atakuwa na nguvu kuliko yeye. Yeye atakuwa na nguvu, lakini hata mzidi ndugu yake. Sasa angalia wazaliwa wa kwanza kwenu, njia waliopita. Alafu wewe ni wa haki, unataka kupita njia ipi? Ndio utaelewa vita nyingine ulizonazo. Sisi tunakazana kukemea mizimu, yenyewe inakuona kama kipitisha baraka. Kwa hiyo inapambana kwa nguvu zote. Uwe na lifestyle ya kukuchosha, ya kukuumiza, ujikatae na uwakatae waliopo nyuma yako. Inua mikono.